chumba kilichokuwa kule nyumbani, yani chumba cha kwanza kizuri kabisa. Unaelewa? Yani wewe utakipenda na muonekano wako, na sio muonekano wako na kazi zako. Naamini kile chumba hakina tatizo lolote. Hiyo nyumba imetulia. Nakwambiaje? Chumba kiko vizuri, nakwambia utakipenda. Yani wewe ondoa shida, afu chumba kipo nyumbani. Kwa hiyo utapataje tabu? Wewe mwenyewe unaelewa, kodi nyinyi sasa hivi za uchwala tu. Upate shida tena jamani. Na kazi zako mwenyewe unazijua, hata kutoka na iti nini umerudi pale, kwa upate shida nini jamani? Si unajua mimi kazi zangu nazozifanya nyumba zingine hawapokei wadada wasioolewa, wanaume wasiooa. Si unajua mimi kazi zangu nazozifanya. Kuhusu wewe ondoa shida. Nyumbani pale hakuna mambo mengi. Yaani pale mimi na bla zangu tu. Samani blaza, nakuomba mara moja kama hutojali aje. Samani bila wasiwasi. Wewe ni mwenyeji maajabu. Yaani mimi ni mwenyeji sana yani. Mpaka kunguni na nyumba zote wananitambua. Oh, sawa. Nimefurahi kusikia usemi huo kaka. Sasa nadhani nimefika sehemu husika na tumaini shida yangu itaenda kutimizwa kupitia wewe na uwenyeji wako. Sasa kabla sijazungumza jambo lolote lile, sasa ningependa pengine labda nijitambulishe kwako na wewe pia ujitambulishe kwangu ili tuweze kufahamiana. Au unasemaje ndugu yangu? Hilo halina shida kwa sababu siku zote binadamu ni muhimu kutambuana. Sawa. Mimi naitwa Fero. Sijui mwenzangu anaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Porojo. Kwa ukiulizia tu mtaa mzima wenyewe wanafahamu. Sawa. Nimefurahi sana kusikia usemi huu. Furahi sana. Kwa kupitia jina hilo natumaini shida yangu sasa itaenda kutatuliwa. Sasa kaka, bila kuzungumza mambo mengi sana, nadhani kidogo niseme labda kwa utambulisho kiufupi kidogo tu maisha yangu kidogo nimeishi kidogo maisha fulani hivi, maisha class hivi ya kishua. Porojo. Kwa hiyo wewe ondoa shida. Alafu kama unavyotuona sisi hatuna mambo mengi na chumba pale hakina mambo mengi. Yaani ni kizuri na muonekano wako wewe na kazi zako. Yaani hakuna shida kabisa. Kilichobaki ni kwenda kukiangalia tu. Ukiridhika nacho, chumba unachukua. Alafu hakina mambo mengi. Kodi zetu sisi tunajua tena uchwala tu. Kwa hiyo hakuna mambo mengi. Yaani umefika afu mimi dalali vile vile. Kwa hiyo fresh kabisa yani. Basi sawa, tupakione. Kwenda ukiona tu rangi wewe ondoa shida. Wewe hapo andaa michele tu. Yaani chumba naamini utakipenda. Sawa. Haya, sawa, tundoke. Porojo. Sasa nilikuwa nimekuja kufanya biashara zangu hapa. Sasa kidogo nilikuwa ninatafuta chumba nipangishe Uswahilini. Yaani nikiwa na maana nahitaji maisha fulani hivi. Siishi, yani nataka kubadilisha kidogo maisha, ni change life. Yaani nitoke ushuani kidogo nipange Uswahilini. Natumaini nitajifunza vitu vingi sana na nitapata experience ya mambo mengi sana Uswahilini kwa sababu mambo yake nimekuwa nikisikia kuhusu ya Uswahili. Kwa hiyo nimevutiwa sana ili niweze kupata chumba cha Uswahilini na kupitia wenyeji wako. Nafikiri unaweza kanisaidia swala hilo kakaangu. Sijui naweza pengine labda nikapata msaada wa design hiyo. Yaani hapo nikutoe wasi.
Yaani unaweza ukasema msiba umefika mahali pake. Hakutafuti hii sehemu pa kuzikiwa. Sawa. Na ukizungumzia masuala ya chumba, mimi mwenyewe hapo unaniona ni dalali. Sawa. Yaani mimi ni dalali wa nyumba, vyumba, shamba, viwanja. Kama unahitaji gari, pikipiki, unataka kufanya matangazo, yaani vitu vyote hivyo mimi vyote nashughulikia. Kwa hiyo hapo wewe, yaani sema tu umepata chumba. Kwa hiyo muda wako utapohitaji au hata kama sasa hivi mimi nakupeleka. Yaani inavutia sana ndugu yangu, nimefurahi sana kukutana na mtu kama wewe. Sasa nadhani ningepata walau namba yako ili kwa ajili ya kufanya mawasiliano kiundani zaidi juu ya shida yangu hii uweze kunitatulia ndugu yangu. Hilo halina shida basi. Okay, sasa. Wewe andika tu. Kwa hiyo muda wote ukiwa fresh, wewe ni check mimi na nakupeleka naenda kukiona chumba. Yaani hakina matata. Nimefurahi sana kukutana na wewe ndugu yangu. Labda kingine pengine unaweza kunipatia hata udambu kidogo wa mambo ya Uswahilini. Nikashawishika kwa ukubwa zaidi wa kupanga chumba Uswahilini. Unaweza kaniambia mawili matatu kama utajali lakini. Yaani ukizungumzia maisha ya Uswahilini, vitu ambavyo yaani nataka nikuelekeze. Yaani huku kwetu Uswahilini, ukiona nyumba mlango upo wazi, ujue wenyewe wapo. Na ukiona nyumba mlango umefungwa, ujue wenyewe hapo hapo. Usipate tabu ya kupiga hodi. Sawa. Poa basi. Sawa. Sawa. Polojo. 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 So fun, 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 so Nadhani chumba umekiona, si ndio? Chumba nimekiona. Vipi kuhusu hela nakupea nani? Kodi dada yangu hapa nipokea miezi 3. Unatokea wapi? Mimi natoka nyumbani. Mbona mimi nimetokea Kongo sijakuona, ulikopo wapi? Mimi nilikuwa pale. Wewe siku hizo uchezo na kwanza. Si ndio? Vaa shati wewe. Vaa shati chapu. Shati unageuza hilo. Ndio venye ndio hivyo vaa hapo chapu. Wewe Samkwaji. Wewe asubuhi wewe umetoka na uniform za shule. Alafu hapa dakika hii mchana na kuona na nguo za nyumbani. Wewe umebadilisha saa ngapi? Wewe hujaenda shule leo. Kodi ni shilingi 10,000. Kwa hiyo hapo 30,000, si ndio? Wewe ni mpe tu bana. Msubiri kwanza. Naona mmepita hapa bila kusalimia, mmeingia ndani afu sielewi chochote, kwani kuna agenda gani inaendelea? Sita bana. Mimi nimepangisha chumba bana. Si unajua mimi dalali. Kwanza nipe hiyo hela. Vipi kuna usalama wangu? Salama upo mzoe tu dadangu. Mbona hela haijatimia sasa? Hiyo hela nikija tena baadaye ndio kumalizia. Haina shida. Karibu. Haya. Mzoe tu dadangu, sawa? Sawa, hamna shida. Sister naye bwana. Sister bwana umezingua bwana. Mimi naanza pesa. Yaani usira wako unaoanzisha bado angali mdogo kabisa wewe. Binadamu atakutia moto mapema mdogo wangu. Tuondoke nyumbani.
hodi hapa. Karibu. Habari sasa hivi dada? Pole na usafi. Wema kabisa. Vipi, nitakuwa nimemkuta hapa Bwana Porojo? Yupo ndani. Basi bila shaka unaweza ukaniitia, maana na appointment na yeye katika siku ya leo. Kwa hiyo si mbaya ukimuita na mazungumzo naye. We Kaporojo. Kaporojo. Kuna mgeni wako. Mr. Porojo. Vipi ndugu yangu, mbona kama vile umepigwa na kitu kizito? Kwani shida ni nini? Maana sijaelewa. Poa, wewe njoo. Basi ni vizuri. Ushafika? Basi haina shaka. Hapa panafaa kuwa parking nzuri sana kule. Na kwenda tukapita ndani. Ndio size kaka. Salama wema. Wema, samahani nilikuwa nauliza kwa kina Wazoni maana mimi hapa ni mgeni. Kwa kina Wazoni? Ndio. Kwa kina Wazoni napajua ndio, lakini una namba zake za simu? Nazo nampigia lakini simu haipatikani. Nampigia simu haipatikani. Sasa kutokana wewe mgeni, hata nikikuelekeza pia unaweza tena ukapotea. Sasa sikia. Najua hapa ni mjini mjini kunahitaji mambo mazuri bwana. Sasa kama una buku mbili mimi nitakupeleka mpaka kwake. 2000 tena kakaangu. 2000 tu nikupeleke mpaka kwake. Sawa, lakini kwa naomba unisaidie. Nitakusaidiaje bure bure? Naomba kakaangu. Bwana sikia, kama utaki kutoa wewe, unaona hela yako mali, basi baki nao mimi niondoke. Basi sawa. Tayari. Ndio. Yenyewe. Sasa sikia. Tondoke. Kwa sababu jamaa sehemu nilipomkuta na mazingira yake na alivyokuja hapa kaja vitu vili tofauti. Mimi hapa tukuja na ndingani. Unajua? Sikiliza nikwambie, yote 9. Mabonye hapa kaja na mpangaji. Na hela nimeshachukua tayari. Mabonye kaja na mpangaji hapa? Na hela ninayo. Sasa yeye Mabonye kaingia nani ruksa kuja hapa kutafuta mpangaji? Na ikiwa kabisa mimi nilishasema swala la udalali mniachie mimi. Nyumba hii kitu chochote cha udalali mimi ndo naitafuta. Sawa. Sasa yeye anamleta mpangaji kama nani? Mtajuana wenyewe. Mimi hela ndo nimeshachukua, kwa hiyo hayanihusu. Mtajuana na wapangaji wenu. Katoa shilingi ngapi? Kanipa 20,000 nikasema akihamia anakuja kumalizia ya miezi 3. Huyo Mabonye huyo kuleta mpangaji hilo yeye atajua mwenyewe. Ampe chumba chake au akamweke kwenye chumba cha kule. Kile kisichofanywa usafi. Mimi kile pale yani nishakula hela. Sasa mimi nitaishia hapa. Maana sehemu yote yale utakuwa ushafika. Haina shida. Sio mbali, yani hapo ushafika. Wewe siku nyingine ukitaka tena nikupeleke sehemu utaniambia, sawa? Sehemu ni ile pale ile. Ni pale. Pale? Pale mbona kakaangu kama ndo tulipotoka pale. Eti kaka.
Sikize Mabonye. Wewe mwenyewe unajua kwamba kwenye nyumba mimi ndo dalali. Chochote kinachohitajika mimi ndo natafuta. Wewe kakutuma nani ukatafute mpangaji? Kwa mimi kumleta mpangaji umekuwa kosa. Mimi mwenyewe nataka hela vile vile. Mimi mwenyewe nina shida kibao hapa nilipo bwana. Mimi nimekutana naye mtu anatafuta chumba. Nimemuelekeza nyumbani chumba kipo, tumekuja hapa. Tumefanya mchongo wa chumba, sister kachukua hela, kanigia chochote kitu nimetia mfukoni, maisha yanaendelea. Kwa hiyo mimi kumleta mpangaji wewe unakasirika. Hayo mambo gani bwana? Tuendelee mpaka lini? Mbona tena vinyongo wenyewe kwa wenyewe bwana? Mimi nishapata mpangaji na wewe umepata mpangaji. Chumba kimoja. Tunampangisha wapi wewe mwingine? Tokea siku tulivyokaa hapa bwana kusema bwana tutafute mpangaji huko tupate chochote kitu. Leo siku ya ngapi? Mnisikilizeni. Mimi sitaki bwana mambo kama hayo bwana. Acha mapepe yako wewe. Wewe vipi wewe? Mimi mwenyewe nina shida vile vile. Mimi mwenyewe nishakosea na nyinyi mshakosea. Kwa sababu sister yeye anachukua hela. Mimi nimemleta mpangaji. Kwa hiyo imekuwa kosa. Imekuwa kosa jamani. Wewe mwenyewe una shida kibao hapo ulipo. Sister naye ana shida kibao. Kwa hiyo inapotokea madili kama haya hapa nyumbani, kwa hiyo kwa tunakuhusu sisi. Mbona nawapigia simu zenu zote hazipatikani? Simu yangu mimi ipo chaji. Sasa kwa nini usio makini wakati unajua kabisa mimi leo unakuja? Na sipafahamu vizuri. Yaani mmeniponza hadi nimetapeliwa. Umetapeliwa? Ndiyo. Kwa nini kuniambia ulifika hadi maeneo haya? Yaani kuna kijana wakati nafika nilikutana naye na nikamuelekeza ninapokuja. Akaniambia anapafahamu. Na cha ajabu akanizungusha akanirudisha tena hapa. Na 2000 yangu kachukua. Sawa. Haina jinsi. Umeona bwana? Kwa kuwa ndo washakutapeli. Kwa mimi kumleta mpangaji nyinyi mnakasirika kitu gani jamani bwana? Mimi sitaki mambo kama hayo bwana. Mbona tunaanza kukatana nyoka wenyewe? Tatizo nini jamani? Tatizo nini? Cha kwanza hela sirudishi. Cha pili mtajua wenyewe na wapangaji wenu, sawa Labda mkasafisha kile chumba cha kule, muweke wapangaji wenu. Au kama mtaweka chumba kimoja mtajua na wenyewe. Yaani tena msinushe chochote kabisa. Mpo? Mimi hela nimeshatumia. Na mimi kwenye swala hilo mimi alinihusu kwa sababu gani? Mimi mpangaji wangu chumba kashapata tayari. Wewe sasa hapo ndio ujue unafanyaje. Sawa? Ili mradi mpangaji wako akija naye apate chumba. Bila hivyo mtafutie hela yake. Nilivyo sister bwana. Mimi mwenyewe kama vipi kama akirudi mazingira fulani chumba kile pale tunamtengenezea anahamia kule. Kwa hela gani uliokuwa nayo? Ni hela kwangu mimi. Muangalie na wapangaji wenu. Sio mnachukulia maamuzi tu. Mimi mwenyewe nina matatizo kibao, wewe sister mwenyewe unajua bwana. Mimi bwana watu wengine bwana. Sawa. Ila akijaribika kitu hilo swala mimi nitalimaliza. Utalimalizaje sasa? Mimi nitajua mimi jinsi ya kumaliza. Wewe niachie mimi. Umeona bwana? Mizalo umefika, karibu sana. Umeona bwana? Karibu sana hapa ndo Kiomboi kama unavyopaona. Karibu sana, jisikie uhuru, jisikie amani na upendo hali ya juu. Maisha mengine yanaendelea. Nikiona chumba cha ndani. Alafu chumba ni kikubwa tu. Kwanza nimekielewa chumba kina choo. Leo unanionyesha chumba cha nje. Chumba kwanza ni kidogo. Alafu chumba cha nje mimi sikiwezi. Si unanielewa? Mimi hapa nilichokuja kufuata hela yangu. Nataka hela yangu. Sikiliza nikwambie. Swala la kurudisha hela kwangu hilo sahau. Na alafu unanidai mimi ndo nilokuleta. Mtafuta alokuleta hakurudishia hela yako. Na kama chumba hujakipenda sijakulazimisha. Unaweza ukatoka ukaenda kutafuta sehemu nyingine. Kumbe ni mbabaifu wewe. Siku ile nilivyokuja leo umeipokea haraka. Leo hii nakwambia chumba cha nje sikiwezi, unaniambia nitafuta leo nileta katoe ndio upokea hela. Bwana usinichanganye, mimi ndo nishakwambia hivyo. Sirudishi hela, utajua na aliyekuleta. Upo? Usinichanganye. Oya wazoni. Mwanangu mimi na mchongo. Na mchongo kama utatimia, sina shikidoni yani. Wewe una mchongo mwanangu? Baridi nielekeze huo mchongo. Pale Kiomboi pale kuna mrugaruga kaja. Unajua katika pita zangu hivi nikakutana na mtoto wa Kishua yani. Alafu mtoto wa Kishua atakaje kuishi Uswahilini. Unapata hapo?
Kwa yule jamaa akataka kuja kupanga Uswahilini. Mimi nikaona sio vizuri, nimempeleka wapi? Kiomboi. Pale tulikuwa tunapangisha. Nikajisogezea Kiomboi. Kwa hiyo mimi nataka tumfanyie mchezo ule. Yaani kuna misheni inabidi tuiweke hapa. Hii misheni ikitiki. Sikufichi mwanangu yani. Lote sisi tunalipuka. Dada, habari za asubuhi dada. Salama kaka, kwema? Kwema kabisa. Bwana Yesu apewe sifa na utukufu. Amina milele. Vipi pengine labda unaitwa nani? Naitwa Anti Mwajuma. Anti Mwajuma. Oh, sawa sawa. Jina zuri sana. Sasa Anti Mwajuma, pengine labda ninaweza nikauliza swali? Uliza. Oh. Naweza nikaulizia pengine mkate labda bei gani? Unaweza ukaulizia mkate ukiwa mmoja kama hivi ni shilingi 500, ila ukiwa mfuko mzima kama huu hapa ni shilingi 1000. What? Umesemaje? Unauza bei gani? 500 ukitoa mmoja, ila mfuko mzima shilingi 1000. Oh, wow. Kumbe biashara za Uswahilini ndio bei chache kiasi hiki? Hivyo ndio bei zetu huku Uswahilini. Basi si mbaya. Labda pengine sijajitambulisha. Nitachukua mkate hapo, lakini naitwa Fero, ni mfanya biashara mpya. Nadhani kidogo nimeamua nije nitulie kwanza, nitulize kichwa kidogo. Poa, wewe mchongo mimi nakuachia wewe. Wote kwa kibini, mimi nitakuwa behewa na kusikiliza ndugu yangu. Sasa hapo nachokitaka kukifanya mimi. Unajua tunampata yule Shinuna, ndugu wako. Ndio. Mimi yule mtu wa mjini yule. Yaani muonekano wake yaani mchezo anauweza. Kwa hiyo tunamtumia yule. Mimi nitakuja na yule mrugaruga. Shinuna tutamweka njiani. Mimi nikifika pale nikimkuta Shinuna, nampa salamu 2-3, naambia nisubiri na huyu Bichiboi. Unajua? Akitusubiri pale, mimi napenya hivi, nikipenya tu wewe unatokea. Poa, mimi nimekuelewa vyote. Yaani hapo jambazi afundishi kazi. Wewe niachie mimi hapo. Mimi nishaelekea na nishajua. Na yule jamaa anavyomuona ili kutembea kitu 200, kitu 4 mpaka milioni, kitu cha kawaida. Na unasemaje mshindo kama unaopata na muda kama huu? Poa, ndio maana nilikuwa nasikia mkono wangu na washahasha, si unajua na hizi hela na mimi mkono ukiwasha tu hizi hela. Sasa mimi kama ninavyokuambia nakuachia wewe, mimi namaliza dakika za mwisho. Nimetoka maisha fulani hivi crisis, kwa hiyo nimeamua nije nikae Uswahilini. Kwa hiyo naamini tutakuwa majirani wema na mambo yatakaa vizuri, na kuna siku nyingine naweza nikaja hapa nina dola sina change, kwa hiyo ukinikopesha nadhani itakuwa hakuna tatizo. Kwa hiyo naomba uaminifu juu ya hilo, maana tumeshakuwa majirani tayari. Sawa, nimekuelewa. By the way, unaweza kunipatia mkate? Unataka wa shilingi ngapi kaka? Nipatie wa 500 tu. Unajua sisi watu tukishua huaga tu sana kama Uswahilini, si ndio? Huku na dola huko. Kwa hiyo ngoja nikuangalizia hapa. Naona kuna visenti hivi. Wewe nikupe 500 utakutosha? Wewe utanitosha tu, wewe usiwaze. Basi sawa. Kula sana napo pia ni kumaliza mtaji, si unajua tena. Ni kumbe biashara za Uswahilini ni nyepesi kiasi hiki. Polojo. Oh, hapa kuna mchongo. Mchongo gani? Hapa kuna mchongo wa hela. Hizo hela unazo wewe. Nazo mimi? Kivipi? Sikilize Polojo. Nisikize Shinuna. Yaani mpaka tunafika kwako wewe, sisi tushapiga mahesabu na tushajua tunalifanyaje hili swala. Kwa hiyo tusikilize sisi. Si unanielewa? Kwa pale nyumbani pale kuna mshamba. Na yule mshamba nilivyomwangalia na hela. Na nikaangalia hizi hela tunazipataje? Nikaona wewe ndo tunazipata zile hela. Unanisikiliza hapo? Kwa hiyo tunachokifanya sisi, yaani mimi nitatoka na yule jamaa. Nitakuja naye. Alafu huyu wewe utatoka naye, kuna sehemu atutakaa. Pale sehemu mimi nitapita. Nikipita nitakutana na yule jamaa, nitakuacha wewe upige naye story. Kipindi unapiga naye story, anakuja bwana Wazoni. Akija Wazoni ndo anakuja kumaliza kama chizi yani. Ila kabla sijakupa mchongo, mwanangu unakuwa unanifelisha sana katika michongo yangu. Hapa sijui mwanangu nini yani tatizo. Kama tuna ugomvi yani. Sasa nafeli mimi unafeli wewe. Wewe ndo unanifelisha mimi. Michongo tunapiga fresh, mwisho wa siku unaanza kuyumba yumba. Wewe ndo unanifelisha mimi, michongo yako inakuwa jau. Sasa sikia mwanangu. Pale mtaani tunajua kuna vyumba tunapangisha. Sasa mwanao katika kutembea tembea nikakutana na mdada. Huyo mdada akanielekeza vipi? Mimi nataka chumba. Nikamwambia kuhusu chumba, ondoa shida. Au ondoa shaka. Mtaani chumba kipo. Ninachotaka unisaidie kitu hichi kimoja. Mimi nataka yule demu umletee vitimbi mpaka pale apaone pachungu. Yaani kifupi aache ndala. Akienda chooni upo. Akifanya hiki upo. Yaani unamkela tu. Wewe sina kujua mwanangu. Ndio maana nikasema mimi kazi hii nikimpa jii tu hii imeisha. Mimi nimekusoma mwanangu. Wewe unataka tukamletee sisi mazongezonge au vipi? Tukamletee vitimbu mpaka atoke mule ndani aache ndala, si ndio? Sasa sikia. Wewe niachie mimi. Shughuli tunaenda kuanza leo saa 12. Kwa pale ukifika pale ni wewe na unamkataa yani kama umjui yani.
Sasa mimi mchezo utaweza kweli? Sasa wewe unashindwa wapi? Kwa wewe utaki hela. Yule jamaa kutembea na 200,000, 300,000 mpaka milioni kitu cha kawaida. Sasa sisi napiga mshindo kama huo unasemaje? Nisikilize mdogo wangu. Hadi mimi nimekufuata wewe na kujua vizuri na kuelewa vizuri. Hizi habari unafanyaje? Unaziweza. Kwa usiseme mimi nitaweza kweli. Wewe hapo unabidi ujikatae mchongo uweze. Subiri. Katika hiyo tunagawana shilingi ngapi? Sasa huo ndo mchongo. Sasa nisikie. Kwenye hiyo hela hapo tunapiga pasu. Si unanielewa? Yaani kama itapatikana 200,000, 300,000, 400,000 tunaangalia sasa hii tunaigana vipi? Azidi hata mtu hata shilingi 10. Kama yoyote itoipatikana, sisi tunapiga pasu. Mfano inapatikana labda kila mtu 200, 300. Wewe ukiipata unafanya nini? Wewe utaanza kununua nguo, si simu, nini na change na baki. Haya sawa. Porojo. Hii namba 6 inacheza kote kote, ishakubali kukaba, ishakubali kushinda. Ujikatae. Tunaitia pale. Yaani mimi hapo ndo yaani ukifanya hivyo mwanangu, oya unyama kwa sababu ninavyokuelekeza linye chela. Kwa sababu chumba ambacho nataka tumweke, chumba cha sister. Ili mwanangu imeshanifika rohoni. Yaani ninavyokuambia sister akirudi tu, ili cheche. Wewe mwenyewe sister yetu unamjua yule. Akifunga ngendembwe lake au vangi lake, oya hapatoshi. Sasa trip hii usije ukanifelisha. So nakamilisha mchongo mchumba na chandala, afu dakika za mwisho ukiniona mimi nipo kule unapita hivi mama unapita hivi. Oa trip hii nakwambia hivi atuongei tutaumizana. Wewe fanya hili mwanangu. Hiyo imeisha mwanangu. Baridi. Au vipi? Yeah. Sasa usije ukafeli. Sifeli mwanangu. Trip hii bwana mimi sikuachi salama. Sifeli mwanangu, wewe ndo wa shida. Baridi mwanangu. Naumbuka. Yaani sister akirudi tu, tutaonekana wote jau. Porojo jau, Mabonye jau. Sister tena ndo tutaonekana ndo mshawishi kabisa. Bora nilipokuona mdogo wangu. Huyu mdogo wangu anaitwa Shimona. Sawa sawa. Huyu ni mpangaji wangu. Sasa bora ni kama nilivyosema nilipokuona kwa sababu mimi naingia hapo ndo kuchukua hivi vitu vyangu. Afu kimwangalia huyu mdogo wangu na vile vitu viwili tofauti. Kwa hiyo nisikilizie na dakika hii moja tu. Naenda hapo, narudi na wewe utaendelea na mambo yako. Haya sawa, sichelewe. Si unaniamini? Haya. Bwana ndugu yangu. Ndio hivyo dakika moja. Sawa sawa. Mambo Shimuna? Poa, kwema? Kwema kabisa. Wewe unaitwa nani? Naitwa Felo. Jina zuri lakini vipi? Unasoma? Hapana, sisomi. Nadhani tunaweza tukaanza. Yaani umenikimbia leo unikimbie nimekukamata. Wiki nzima nyumbani hujaonekana. Nawauliza mashoga zako hawajui sehemu gani ulipo. Kumbe upo kwa ubalia akakufungia ndani leo tu leo umetulia. Unatupata sisi mtaani, si ndio? Tukutafutie msosi, mavazi kadhalika na vitu vingine kibao, lakini wewe bado hutaki kutulia. Shule vile vile hutaki kutulia. Sasa kumbe ndio nakutia uchini, si ndio? Sasa ngoja. Wewe balia, umesikia? Umesikia? Sikilize vizuri, sinatia hela, unatia hela hapo na mwalimu, si ndio? Sasa mimi nakuonesha. Sawa jamani. Pia. Wewe pia. Nimefanya nini jamani? Inuka. Jamani. Wewe, nimefanya nini jamani? Sina kosa lolote ndugu yangu. uko unamwongopea nini huyu? Sijamwongopea chochote jamani. Mtoto wote mimi nimwongopea nini jamani? Unasemaje? Kama dada yangu tu, rafiki yangu. Kama dada yako, huyu dada wao umemtolea wapi? Unamjua vizuri huyu? Unamjua vizuri? Unamjua vizuri? Wewe. Na sasa na wewe. Usitake kunilaumu hapa. Sambo gani? Mimi naambia mtu mwingine hana hela, na sasa mje kucholeshana hapa. Wewe na usinipande kichwani hapa ujue. Mimi nishaharibu siku ujue, usinipande kichwani ujue. Mimi sielewi vile vile. Mambo gani? Sasa tushaliana. Tondoke huko kuleta kumalizana na porojo. Mimi nilikwambia mimi mtu mwingine hana hela. Usinilaumu kiasi hiko wewe. Ndio.
asubuhi ya leo nitaenda kuomba kwa ajili ya nchi yangu. Bwana majeshi uliye juu, najua utanisikia, maana umesema sikio zako sio zito mpaka usisikie maombi yetu. Mfalme amani, Baba tazama, ninaweka mbele zako mikononi mwako Bwana nchi ya Tanzania, nikihitaji Bwana ukaionekanie, ukaibariki mfalme amani, iwe ni nchi ya wateule. Naomba Bwana, ninakemea kila aina ya pando ambalo ni bovu ndani ya nchi yetu, uovu wote nakataa ndani ya nchi ya Tanzania katika jina lako Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana tazama, na nena uzima ndani ya nchi ya Tanzania, nakataa Bwana kila aina ya vitendo vya kishoga na kunja kwa jina lako Yesu Kristo. Naweka uzima, amani tawale, tunuza taifa letu, umoja, upendo na mshikamano vizidi kutawala katika jina lako Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Neema yako izidi kuonekana, baraka zako zidi kutawala, uwepo wako uzidi kuonekana, iwe ni nchi wateule, iwe ni nchi kama ya Israeli ulivyoipigania na kuipambania katika jina lako Yesu Kristo. Oh haleluya. Habari za asubuhi dada. Kwa baadhi umeniita, sijui umenitia nini bwana. Sikiza nikuelekeze kitu. Hapa kuna mchongo. Ila tatizo lako wewe mdogo wangu, yaani unaendekeza sana ubitozi yani. Unajua ile? Afu mimi mwenzio unawajua mabitozi tokea kipindi hiko anaitwa Manyangema. Afu mpaka leo mimi sipagawi yani. Sio kuongelea utozi, si ndo habari ya mjini blaza. Ila matozi sio jamii yetu, japokuwa mimi mwenyewe tozi ile afu ile sifagiliwa wala nini. Sasa kama sio jamii yako onesha basi mikazo basi. Sikiza sasa tusiongee sana. Unaona eh? Ya, iko kitu chenyewe hiki hapo iko. Yaani hakina ngolwanji chochote yani. Kuna blaza sasa kama hivi sasa. Mbona tofauti sasa? Sasa utofauti upo wapi hapo? Yaani hiyo ndo bongo. Ukiona kausha. Si unanielewa? Ukiona kausha. Maana kwa umeelewa ila kausha. Sasa hapo yaani hapo umeelewa wewe ila mandezi hapo hawaelewi. Yaani hapo tunampiga mtu mchana. Wewe vipi wewe? Yaani mimi nimekaa ndani kwa vya kutupiga piga kile kitu gani? Una matatizo gani? Hakuna matatizo, mimi sina matatizo, bali wewe ndio una matatizo. Neno la Bwana linasema kwamba njooni wote wenye kulemewa na mizigo, mimi nitawatua hiyo nila ambayo ni nzito na kuwavika nila nyepesi. Neno la Bwana. Dada una mizigo, Bwana Yesu yuko mahali hapa, mpokea wewe Bwana maisha yako. Nisikilize. Shida za kwetu sisi hazikuhusu, sawa eh? Naomba utuache kama tulivyo. Upo? Nisikilize dada, nikwambie, Mungu amenituma ujumbe. Kuna vitu haviko sawa, kuna mizigo imekulemea ndani ya moyo wako, kifua chako kimekuwa ni kizito. Bwana anasema ya kwamba waite ndugu zako wote waje wapigwe toba, sara ya toba na waokoke. Ukikariri haya maneno na ukakumbuka vizuri, kaa ujifikirie kwa kina. Ukishapata majibu, hebu waite wote waje hapa na wape sara ya toba, na watakuwa ni watu wema, wataokoka, watampenda Bwana kama wanavyozipenda nafsi zao. Kwanza bwana wewe. Familia yetu haikuhusu chochote, naomba iache kama ilivyo, sawa eh? Jesus Christ. Oh haleluya. Asubuhi njema. Jina la Bwana libarikiwe litukuzwe. Haleluya. Unajua, kwa hiyo mimi hiyo kazi siwezi nikaifanya kwa sababu unajua mimi ndugu yako. Kila kona watu wananielewa. Ila mimi nimepata umshindo nikaona nimgee ndugu yangu riziki. Kwa hiyo utafuta hela hapo. Blaza sikia sana nikuelekeze bwana. Wewe unaona nyanga. Kwa hiyo mtu unamwanziaje kumuuzia simu kama hii bwana blaza? Wewe unaona unataka ukiangalia huko tofauti bwana. Mbona utakutana matatizo sasa? Sasa nyanga liko wapi hapo wewe? Una maana ya kuzaliwa watu wajinga kitu gani? Maisha kweli nini, mimi naenda kusebenza. Unajua zile. Kwa mimi jambo kama hili dogo sana. Ila nataka kuelewa blaza. Mimi nikisukuma huu mzigo, mimi naunga shingapi? Ndio maana nakwambia wewe tozi. Unapenda sana snap. Wewe vipi wewe? Sikiza kasukume hapo hiyo. Mimi niletee 100 tu, itayobaki wewe utajua utafanyaje. Baridi, mimi naenda kusukuma ile hapa. Sema nini? Jioni ile tutasomana. Poa, vipi mlogoji? Poa kama kawa. Au sio? Poa mwanangu, kama unajua mimi mzee wa mifumo. Mzee wa mifumo. Sasa mwanzo nilikuja na mfumo A, sasa hivi nimekuja na mfumo B. Ya. Au vipi? Ila kabla ya yote mwanangu. Ule mfumo wa kwanza ule tuachana nao mwanangu. Mazingira alokuelekeza yale kanseli kabisa kuhusu ule mtu wa mtaani pale. Kivipi yani? Wewe nielewe hivyo. Maana yake nakuelekeza hivyo kuna mfumo mwingine tena wa hela. Kuna deal nyingine au vipi? Si unajua mimi mzee madili bwana. Nielekeze mwanangu. Sasa sikia sasa. Mchongo hapa mwanangu. Si simu. Kwa hiyo tambo. Icheki vizuri mwanangu. Wenyewe sio? Sasa mwanangu umeona huo mtambo? Mimi nataka usebenze. Hivi dada, mpanga jana yupo kweli? Hayupo. Na porojo? Kaporojo katoka sasa hivi. Yaani dada, kaka nuliporojo. Wameniambia hivi, kuna issue.
Ishu nyewe sasa ya kumjua mpangaji wenu, amesema ana hela. Wakanikutanisha na yule mkaka mwenzangu. Kumbe hana hata pesa. Kaka amekuja pale, amemsearch, amempiga lakini hana hata hela yani. Kwa hiyo mdogo wangu wewe, Porojo ndo amekwambia mule njama kumlia hela yule mbaba, si ndio? Ndio. Sasa ana hela gani jamani? Nisikilize nikwambie. Yaani ukiwafuatisha kina Porojo utaingia sehemu mbaya. Kwa sababu mambo yao ni matukio makubwa na ya hatari mpaka mwenyewe naogopa. Upo? Sasa nisikize nikwambie mdogo wangu. Kama utashirikiana nao, basi mimi nachokuomba nyumbani kwangu usikanyage tu. Maana kuna wanao wale wazee wa kujisnap, utaka kiona hawezi kukataa. Kabisa mwanangu. Sasa sikia sasa. Huo mtambo mimi nataka kunitemia 80 mwanangu. Huo mzigo 180. Ila nakula kwako. Unakosaje mwanangu wewe force? Ila sasa umesikia sasa? Mimi nakuamini mwanangu. Sasa mambo yanakuja kwa mengi na naanza kutafutana kwa tochi. Hiyo hela ujue, hilo dili hilo. Au vipi? Baridi niachie mimi. Sikuna wanao wale wa kujisnap wewe wakiona tu wanachukua na wale wa kujibrand kabisa usisahau. Baridi bwana. Poa mwanangu. Poa mwanangu. Maana hata hapa nyumbani nyewe kuna mzaa mkubwa huyo Porojo. Wamepangisha wapangaji chumba hiko, kimoja wapangaji wawili. Mimi hapa cha kuwashauri ndo nikaambia kama vipi mpangaji mmoja mumtoe mumpeleke kule kwa dada. Hata hivyo dada hayupo. Akirudi sio itakuwaje. Mbwa shenzi. Sikiza nikushauri. Wewe wale achana nao. Na hata kama watakuja tena kukuambia masuala mengine wakatae kabisa. Hicho tu. Sawa, nimekuelewa. Tukapo unaelekea. Nenda hapo, ni mangako yangu. Sawa. Porojo. Porojo. Yaani nisikize kitu kimoja. Mimi si nimekuelekeza. Yaani mchongo wewe niachie mimi. Mimi nitajua nafanyaje. Wewe hapo cha kufanya wewe msikilize. Yeye anachotaka hicho kiwanja. Yaani kiwanja cha biashara. Anataka kiwanja cha kwenda kujenga nyumba. Yeye mwenyewe makazi yake. Alafu baada ya hapo mimi nitajua nafanyaje. Huku kwetu viwanja kibao tu. Yaani ukizungumzia viwanja yani haina shida, hata kama atashindwa kiwanja, hata kama anataka nyumba ni akanunue nyumba tu, yani anaenda kuhamia tu. Yaani vinapatikana hivyo vitu yani. Sasa hapo yani kiwanja huku maximum yani M5 M6. Yaani hapo kiwanja. Yaani wewe nisikilize, mimi mfano kama bosi wako atakuja, yani cha kwanza kula ni kula, mimi si ndio kama dalali. Sawa? Mimi nakula kwako. Wanadake. Mambo. Poa vipi? Safi, uko poa? Niko poa nani? Sasa mimi na biashara moja hapa nataka tuongee. Biashara gani? Unaonekana umeona hii? Hii ni simu. Mimi nauza hii simu kwa bei rahisi kabisa. Na jinsi ninavyokuona hivi, haitakufaa mbona? Shike itazama. Sio la nyingi. Ukinipa laki na 80 tu inanitosha. Nipunguzie kidogo. Hapo nimekupunguzia. Yaani hapo nimekupunguzia mpaka nimekutajia bei hiyo. Simu nimeipenda. Umeipenda? Nimeipenda kabisa. Iko bomba sana. Unafanya nini hapa? Hamna blaza. Hamna nini kwenye madirisha ya watu ndugu yangu, unatafuta nini hapa? Mimi sifanyi kitu blaza. Nitakuzibua sasa hivi ufanye kitu wakati unafanya kitu hapa. Kwa majumba ya watu hapa mshenzi wewe. Unaangalia nini kwanza? Blaza. Angalia. Nini? Nini? Chungulia. Vipi hapa? Safi dada. Unafanya nini hapa dirishani?
Dirishani. Unafanya nini dirishani kwangu? Sijafanya kitu chochote ndio. Mimi nilikuwa napita tu. Kuna mtoto nimemkuta hapa. Njia si hapa. Yaani issue ndio ipo hivyo. Wewe niachie mimi. Wewe ukiwa fresh wewe njoo naye, mimi nitajua nafanyaje. Kuna mwanangu huyo ni yaani mimi nikienda kuongea naye mazingira yao tunaenda kuweka fresh na mazingira anaenda. Yaani hapo mimi yani mimi sina tena hapo yani longolongo yani hapo uchawi utaweka wewe. Yaani hapo mimi wake yani hapo naenda kumaliza kama chizi. Wewe muda wote ukiwa fresh wewe njoo yani. Polojo. Baridi. Polojo. Polojo. Sasa mimi Kale kwa simu. kata uzikana nitaje namba zako ili nikushie. Hapa simu nimesahau nyumbani, ndo shida. Sawa, twende kwa wakala. Hapo ina shida. Sawa. Weke sawa tundoke kwa wakala. Sawa. Polojo. Polojo. Era so fun, 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 so. Wewe kaka. Nakuheshimu, sawa eh? Mwenyewe nakuheshimu dada yangu. Haya, dirishani kwangu uko unafanya nini? Hapana, kuna mtoto nimemkuta hapa sio. Huyo mtoto mbona sijamuona na kukuta yeye mtu mzima? Alikuwepo hapa lakini alikuwepo siku. Wewe. Wewe si mtu mzima wewe? Ndio mimi mtu mzima na akili zangu timamu kabisa. Aya, ungenikuta navaa kakangu. Sasa mambo gani ya kuzungumza dada yangu? Ungenikuta navaa. Basi dada yangu nisamee basi. Yaishi tuishi. Nitakuitia kelele za mwizi, sawa? Dada tusifikie huko kote mbali ndugu yangu. Kote wapi dada yangu huko bwana? Nisamee dada yangu tu. Toka. Angalia kaka wengine kama mchanganikiwa. Yaani huwezi kuamini. Alitokea siku ile sijui wakati naongea pale na yule msichana akatokea sijui ndo kaka yake sijui nini. Acha ndugu yangu alikiwasha. Yaani nilipigwa ndugu yangu, nilikitandikwa mieleka. Yaani alinikanda vya kutosha ndugu yangu. Yaani wewe acha tu. Wewe unakuwa kitu na fake. Na fake wapi sasa? Wewe una fake sana maisha. Unaona? Wewe hauna kitu, alafu unajifanyia una kitu. Hilo ndo tatizo lako. Alafu yule jamaa ana tamaa sana yule. Si unajua zile? Yaani akakuta tu kama nyinyi. Na jinsi alivyokukuta na dada yake, akatafutia sababu. Yule kweli mdogo wake yule. Kweli? Afu jamaa ana roho mbaya. Mtaa mzima unamjua ni katika watu wenye roho mbaya. Yule ana roho mbaya. Anaitwa Wazoni. Wazoni. Yaani yule katika ule msitu wa Amazoni, yule kakatembea pote, ndio maana akamwita Wazoni. Ila kitu kimoja. Mimi kuna deal nataka tupige mimi na wewe. Japokuwa yani maisha yako unajifanya wewe unayo, kumbe hauna. Ila kuna deal inabidi tupige. Maana mimi mwenyewe tukia siku kwanza nilipokuona, yani nilipagawa nikajua ile muda wote mimi napiga deal. Si unajua ile? Yaani ile muda wote mimi nikiwa bavuni kwako, mimi nitanukia. Unajua mtu siku zote anakuambia mchezea mavi akosi kunuka. Si unajua zile? Yaani mimi kajua muda wote mimi nitakuwa nanuka pesa tu. Alafu mwisho wa siku kumbe wenyewe ile shilingi 10 mwenyewe hauna. Yaani kuna mchongo hapa nimeuseti, kuna dogo ni mazingira nimempa kasebenzi, yani akirudi tu mihela hapa zipo. Na lile jambo sasa ndo nataka ile kama litawezekana. Unanijua mambo yangu. Mimi napenda pesa. Sawa eh? Mambo ya maneno siyahitaji. Ukiwa na pesa unanipata. Sawa? Mimi najua watoto wazuri kama nyinyi mnataka hela. Ushaelewa? Ndio hivyo ukiwa na pesa nyinyi mnataka sima kaolaiti, sima kaneni, sima kitu kibao. Kwa hiyo jamani sisi ndio tunatoa, ushaelewa? Kwa hiyo wewe ondoa shida. Ila sio mbaya. Mimi nataka tupige deal. Yaani hivyo ulivyo. Hivyo ulivyo. Yaani mimi nilivyokuona tu mimi hela napiga. Kwa sababu yani mimi naweza nikaenda sehemu yoyote na wewe nikafuatana na wewe tukapata hela. Ni mpango gani huo? Sasa hilo wewe niachie. Mimi siwezi nikukwambia leo. Ila tu nitakwambia yani kwa sehemu nataka tuende yani. Hapo tukienda yani hela inatoka. Ukishakula hapo unatafuna kitai fulani hivi. Kiatu kuna kipiga yani ile. Hapo tunaenda sehemu ile. Unaona ndugu yangu. Huyo anabariki. Wao tunaenda tukanda hata dukani. Yani ile tunaenda pena 10,000, tunamkinda mtu pale, tunaagiza vitu hata 30,000, 40,000. Unaambia unaenda kutoa hela hapo benki, unaniacha mimi pale, mimi najua natokaje hapo. Good idea, nimelipenda sana hiyo wazo. Lakini sasa na sharti moja.
katika hayo yote. Mimi kazi yako naweza nikaifanya vizuri kabisa. Ila sasa yaani yule binti nimempenda sana kwa kweli. Kwa maumivu yale, hebu fanya kitu bana. Si unaelewa? Yule achana naye. Sawa? Afu kwenye kazi sisi hatupendigi mapenzi. Sawa? Yaani ukienda kwenye kazi tu mapenzi, kazi itaharibika. Afu mtoto wangu bado anasoma yule. Sasa ndugu yangu kusoma nini? Mimi nimeshaanza acha tamaa. Hizo ndo maana nakwambia una tamaa. Haina shida ndugu yangu basi. Hamna wasiwasi. Mtoto mdogo kama yule wa nini? Nimempenda bure tu. Sawa, ukiwa na pesa muda wote lipo kwa ajili yako. Hivi kwa nini watu wazuri wanapenda hela? Yaani mtoto mzuri ukimfuata basi hela mbele. Hivi kwa staili wanaume tutatoboa kweli? Sawa. Mtoto mzuri anahitaji hela. Family life. Watoto wazuri kama wale mimi nawakosaje? Ukiuliza kijiji hela inatafutwa tu. Mimi nikipata hela nampa, family life, mambo mengine yanaendelea. Shida nini? Hela inatafutwa, watu wazuri kama hivi, mtoto mzuri kama yule anakwambia toa hela nikupe, wewe utakataa. Jamani wewe utakataa. Mwenendo mnaenda nao sio kabisa, kwa sababu imefikia kipindi mnanijibu vile mnavyojisikia, mnasahau mimi ni nani kwenu. Alafu nikiwaangalia bado wadogo sana, alafu vile mnajikuta mshakuwa. Hayo sio maisha. Mdogo wangu utulie. Utulie hata kidogo. Nyumbani hapa na kuona kwa bahati nasibu kama ukai hapa. Porojo. Jamaladi. Njoo ndugu wangu. Mtako nimenunua simu. Nimenunua simu, afu nimenunua bei rahisi. Simu mwenyewe sijananiu, haina chaji, kwa naomba uniwekee chaji. Unaonekana mzuri. Hebu lo box kwanza. Mbona simu tofauti na lo box? Tofauti? Ngoja niwashe. Shoga ushapigwa. Yaani ushaibiwa. Afu vile ni mtu wa kiki. Unajitafutia matatizo. Kesho na kesho kutwa likakuta janga huko, mimi sijui limekukutaje. Unakuta ushafungwa kwenye kiroba. Mdogo wako huyu unafikiri anafuata njia gani kutoka kwa wewe? Hivi nibadilike mimi tu peke yangu? Wewe naye badilika kakaangu. Humu ndani tunakula vyakula vya wizi na vaa nguo za wizi. Kwa nini badilika? Badilika na wewe. Sawa? Ukitaka sisi tubadilike naye badilika. Ni kweli kaka. Hata kusema leo na mimi nafikiria hiko. Hasa badilika tufuatie sisi. Ni kama kopo hilo. Hiyo simu umenunua shilingi ngapi? Unajua mzee nishachoka kesho zako.
Alafu sikuelewi kabisa hizo pigo zako unazoniletea. Sasa mimi nimekwambiaje kesho jamani? Mimi nimekwambiaje hapa mimi nipo kazini. Nikitoka nitakuja kwako. Mbona unielewi? Kwa hiyo yani unajamulia yani. Yaani mpaka unapojisikia wewe ndio uje geto, si ndio? Nikitoka kazini nishakwambia mimi nikitoka kazini nitakuja. Kwa kazi gani unatangaza wewe kazi? Hiyo kazi unazungumzia wewe hapa unamaliza saa 10 ya usiku. Saa 10 ya usiku wewe unakuja saa ngapi? Nikitoka kazini huwa siku yako moja usiende kazini. Mimi nikitoka kazini nitakuja geto. Yaani mimi siwezi nikafanya. Nadhani nikwambie kitu kimoja bwana. Yaani sitaki kunichanganya akili. Yaani ipo siku mimi nitakata nikufanyia umafia ujue. We. Hey, eti unije kazini kwangu hapa mimi ndo nakupatia ugali na kulisha wewe Mario. Tuwe vipi? Yaani hapa mimi nakupatia ugali uje wewe. Wewe unamlisha nani? Wewe unanilisha mimi wewe? Wewe ushakuona hata siku moja mimi unanilisha? Yaani mimi nafanya kazi nje kukulisha. Wewe una kazi gani? Wewe kitu gani hapa ambacho ulichonifanyia? Wewe una kazi gani? Wewe uligonga debe? Unacharazia, si ndio? Tena kucharazia na kuchana. Kwa kazi gani unafanya wewe kwanza? Wewe kwa hiyo kazi yangu mimi naifanya wewe ujui. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu Habari za sasa hivi dada? Halo? Wewe vipi? Sasa mimi vipi? Labda nikuulize wewe vipi, maana inaonekana umekaa kwa simanzi kweli kweli. Yaani una mawazo kweli. Sasa si mbaya, unaweza ukanishirikisha, pengine labda ninaweza nikakusaidia. Si unajua tena. Kwa hiyo nini kinachokusumbua? Shida zangu zinakuhusu nini? Kinaweza kisiwe kinanihusu, lakini sasa unajua mtoto wa kike hutaki kukaa umenunanuna, una mawazo. Kwa hiyo ni vyema ukaniambia, pengine naweza nikakufurahisha, maana inatakiwa mtoto wa kike ukae una happy. Si unajua tena. Shida ni nini? Wewe niambie tu. Mimi shida zangu wewe upaswa hata kuzijua. Wewe hapa ongea kilichokuleta, hata ya kuhusu. Na mimi hapa sitaki msaada. Ningetaka msaada, shika misaada ipo. Kwa hiyo mimi ningeenda ningesaidiwa tu. Ni kweli unachosema, nizungumze kilichonileta, lakini sasa nadhani nilishaanza kuzungumza. Kwa hiyo sasa labda pengine tu nikupatie tahadhari, maana huaga wanasema uficha maradhi kifo humuumbua. Sasa sikia nikwambia kitu kimoja. Hii sehemu yangu ya kazi, sawa Kwa hiyo tuheshimu sehemu yangu ya kazi. Heshimu sehemu yangu ya kazi. Tu umenielewa? Yaani mistaki unipande kichwani wewe. Ndio unakuja kwa kugonga debe unaona kazi. Kwa hiyo unaonaje? Sio kazi, unakula kwa jasho langu mimi. Ingekuwa kazi ungeona nilisha. Wewe mwanaume Mario, nikuonge. Una haya. Wewe kwa nini unichukulia mimi Mario, si ndio? Wewe Mario. Wewe mimi sio Mario, mimi najua kupambana wewe. Unajua kupambana kugonga debe unapata 200 kwa siku. Yaani hiyo ndio kazi. Acha kuongea wewe. Haya nipe 200 basi mimi nikale. Kwa hiyo ndio unaona hii kazi. Kazi ndio inayokulisha na kuvisha. Hii kazi gani haina hata NSSF. Utangazie kazi. Wewe kazi yako ni NSSF iko wapi? Ya kwako wewe ambayo unapata mwisho wa mwezi ukipata kazi unalipwa vizuri iko wapi? Au ile kugonga debe ndo kazi? Hii kazi yangu, heshimu kazi yangu inakulisha. Hapo unavaa kwa hela yangu hapa. Unapopazarau. Unakula kwa hela yangu hapa unapopaza. Si umeelewa? Wewe umejaliwa mdomo. Ila ndio acha nisikwambie kitu kimoja. Yaani ipo siku hii moja ambayo sio kwa na jina. Utakuja kunijua mimi nani. Utakuja kujua kama mimi ni porojo. Nikujua Mario. Au unajua wewe. Wewe Mario kwenda bwana usinitishe. Unavimba. Mimi najua una mdomo wa kuombea talaka. Ila kama unachokitaji wewe na mimi mwenyewe nakihitaji iko. Na ipo siku nitakuja kukuonesha umwana. Muoneshe nani Mario mkubwa encho. Porojo. Ninavyoona kuna vitu unavificha, lakini tuachane na hayo. Ni vyema nikakutolea mfano wa mtu mmoja hivi, lakini kabla ya hapo kwanza usamehe kutoka ndani ya moyo. Mtu mmoja huyu anaitwa nani? Petro, mwanafunzi wa Yesu ama Nabii Isa. Alimuuliza swali kwamba, Bwana, nimsamehe mara ngapi ndugu yangu akinikosea kwa siku?
Nabii Isa hakuwa mkimya, akamwambia kwamba samehe 7 mara 70. Kwa hiyo dada yangu, mantiki yangu ni kwamba kama kuna mtu amekukosea, ni vizuri na ni vyema pia, inapendeza kama ukimtoa moyoni, ukaachana naye, ukasamehe, basi itakuwa ni vizuri sana. Au wewe unasemaje? Naomba usinitibue. Yaani hapa leo sina muda wa kuongea na mtu yoyote. Sio wewe tu, ni mtu yoyote. Sipo kwenye mudi leo. Naomba uniache. Nadhani dada, ninaweza nikakusaidia kwa sababu kuna muda mwingine unaweza kadondoka hapa au kapatwa na tatizo lolote lile, nikakuokota nikakupeleka hospitalini. Maana huyu Mr. Porojo na Mabonye pamoja na dada yake kazi zao hazieleweki kabisa. Muda mwingi huwa hawapo nyumbani. Kwa hiyo nadhani ni vizuri kama ungekubali tu rafiki na ujirani mwema, ukawa jirani yangu bwana, umeona? Kwa hiyo naweza nikakupa msaada kama huo. Sasa ukisema shida zako unajitimizia wewe mwenyewe na kujitatulia, kuna siku nyingine utakwama, halafu tutalaumiana. Mitani hakuna rahisi, kila mmoja anapambana. Jasho na machozi ndiyo yamenilea. Wenyewe. Odi jamani. Karibu. Mambo? Poa, mzima. Mzima kwema? Kwema. Hivi mdogo wako Mazuna nimemkuta kweli? Hayupo, ametoka. Ule naye mdogo wako. Yaani apende kutulia sehemu moja. Alafu apende kufanya kazi, ni kivivu sana cha kazi. Sasa kama hivi issue imetokea huko, sasa mimi nampataje? Okay, sikia. Kama akija, mwambie nilikuja hapa, nilikuwa namtafuta. Mwambie kabla siku haijaisha anitafute. Hapo. Haina shida basi, usisahau lakini. Au kimemlamba. Shida. Nilikuwa namuulizia rafiki yangu Nuru hapa. Katoka muda mrefu? Ametoka siku 3 nyuma na sijui kama ameenda wapi kwa sababu mimi hajaniaga. Siku 3? Yule shoga yangu anazurura jamani. Siku 3 hajarudi hapa. Sawa. Sawa. Ila nisaidie maji nielekee msalani. Mitani hakuna rahisi, kila mmoja anapambana. Yaani nilikuwa nakutafuta. Mimi au? Mimi nini? Wewe ndio unaniza simu mbovu, unajifanya ujui au? Subiri kwanza. Kwani kuna shida gani? Unakumbuka ile simu niliyokuambia uniwekee chaji? Mtu wenyewe ndio huyu? Jamani. Kumbe ile simu ni mbovu. Unashangaa nini? Wewe ndio uniuzia. Basi mimi niko sijui kama ile simu mbovu, maana hela bado sijaitumia, ipo nyumbani. Yaani hela sijaitumia na ile mwenye simu bado hajakuja kuchukua hela yake. Sasa mimi niko nakuomba kesho nakuletea hela yako. Au niambie chochote kama ulinitapeli mwanzo. Yaani hapa sikuachimba kwa unipe hela. Sikia basi. Dada yupo hapa atanidhamini. Mimi kesho mapema sana nakuletea hela yako. Nisikize nikwambie. Mimi unamjua vizuri, nyumbani kwake napajua. Kwa hiyo atakuletea hela yako, wala usijali. Wewe mwachie. Unahakika kesho nikija langu nitaikuta hapa? Kesho mapema sana nakuletea. Yaani inawezekana wewe hujaamka, mimi tayari nishafika hapa. Basi sawa. Kama kesho unaleta hela nikute hapa hela yangu. Sasa maneno tena. Sawa. Mitani hakuna rahisi, kila mmoja anapambana. Jasho na machozi ndiyo yamenilea. Mitani hakuna rahisi, kila mmoja anapambana. Jasho na machozi ndiyo yamenilea. Nikianguka nainuka, siwezi kukata tamaa mpaka ndoto zangu ziwe kweli. Leo
Leo ni giza, kesho ni mwanga. Mungu anajua mwisho wa safari. Nitaendelea kupambana mpaka dunia ijue jina la Porojo. Wewe mtoto wewe, kacheza na watoto wenzio. Hizi sio refu ujue. Usinichukulie ndugu yangu ukanipanda kichwani ujue. Unanitoa nduki zangu kichwani afu unatoka mbio. Wewe nitakuharibu siku nyingine wa mchezo surudie ujue. Usijiona umekimbia kwa jamii sina mbio za kukimbiza. Vipi dada mwenye nyumba, unafahamiana na huyu binti aliyetoka hapa? Najuana naye. Vipi kwani? Safi tu, lakini yule binti alisha kunipiga tukio fulani hivi. Kuna muda fulani nilikuwa nikitembea na Mr. Porojo akinitembeza mitaa fulani hivi, nikakutana naye yule binti. Hasa wakati nazungumza naye, sasa katokea kakake bwana. Kilichonitokea hakifai kusimuliwa kabisa. Yaani wewe acha tu ndugu yangu. Lakini tuachane na hayo yote. Porojo, Porojo ndio maisha yangu, ndio simulizi yangu. Porojo, Porojo, kila hatua ni kutafuta kesho iliyo bora. Porojo, Porojo, ni sauti ya waliokataa kukata tamaa. Porojo, Porojo, safari inaendelea. Mwambie tu akikutana na mimi awe na amani, asiwe anakimbia kama hivyo. Mwisho wa siku mtoto mzuri yule atakuja adondoke chini aanguke. Kwa hiyo lakini si mbaya pia, mwambie moyo wangu pia umemkubali kiufupi. Nifanye hata mpango wa namba basi. Kwenda huko. Bwana bania kitu gani bwana? Mitani hakuna rahisi, kila mmoja anapambana. Jasho na machozi ndiyo yamenilea. Nikianguka nainuka, siwezi kukata tamaa mpaka ndoto zangu. Hodi hapo. Sawa, karibu. Asante sana. Mambo vipi dada? Safi, kwema? Kwema kabisa. Samahani kidogo. Hivi vinywaji hapo vinauzwa bei gani hapa? Kila kinywaji kina bei yake. Hivi chungu shilingi 2200. Hizi hapa kwenye kikubwa shilingi 13,000. Oh, I say, nimefurahi sana. Yaani biashara za Uswahilini bwana zinanifanya nijivunie sana I say. Yaani bei simple kabisa. Nadhani kwa maisha yetu kule ushuani kidogo lazima hizo zinakuwa ni bei ya ghali sana, yani dola 100 nini, vitu vya kawaida. Lakini nashangaa huku bei ya chini kabisa. Yaani I say, talikoli. Kwa hiyo hivyo ni vinywaji vichungu Okay, na vinywaji vitamu vimesimamia bei gani hapa? Vitamu ni vipi maana sijakuelewa? Mama niambia kuna kichungu, kwa hiyo lazima vitamu viwepo, sio maana yake. Kama kuna utamu na uchungu lazima uwepo sister. Samahani, labda kuna huduma ya kifedha hapa? Huduma ankara ipo, sijajua mtandao gani. Tigi. Next by yes. Yeah. Nataka kama utumie kama 300 hivi. Yeah.
Namba. Jina. Hamisi John. Samahani naona nipo. Halo. Ndugu yangu, tatizo nini? Hivi wewe mbona hujui kuwa mvumilivu? Kila siku nakwambia jaribu kuwa mvumilivu, ula mbivu bwana. Hivi kwa nini unapenda kunisumbua, unapenda kunihala hivi ndugu yangu? Samahani dada, nitakuwa nakupigia kelele. Ngoja nakuja mara moja. Sasa sikia sasa ndugu yangu. Mimi haya mambo ya kuzoea kidogo mimi sipendi. Samahani mara moja, naongea na dada. Safari inaendelea. Mimi shingo inaniuma. Unajua mimi shingo inaniuma. Amna kuanza. Uende taratibu na nywele zako rafiki umesibuka mzimuni. Basi. Hapo hapo. Haya, stand by. Action. Karibu. Anza kumsalimia. Mali upate kitu. Unajua ndo kinyewe imeondoka kwa sababu gani ile redio mkiwasha. Mimi niongee tu kweli na huku nasikiza huku sisikilizi. Muelewe tu hilo. Asemeni. Cheka kwanza. Huyo acheke amalize. Alafu baadaye tutaendelea. Kuongea huku naelekeza. Masikio anaimba huku. Action. Wewe mtoto wewe. Kacheze na unacheza gazio. Yaani mimi nishakula nduki zangu, unakuja kunistua katika mizimu. Haya, mizimu. Okay. Action. Hela. Lakini Fabila, hela inatafutwa tu. Mimi yule ni mkose. Ukiuliza hela, nitafanya kila njia. Kwa mimi nitampata tu. Fabila, hela kitu gani? Fabila. Haya. Mwalimu. Wewe, haya. Yale. Uko kwenye line. Fabila. Watoto wa Fabila tena. Nini nimekosa nini? Au nisemaje? Fabila. Fabila. Haya. Family. Watoto wazuri kama wale mimi nawakosaje? Unaelewa hapo? Nakuelekeza. Amrekodi. Wewe nikuulize swali. Unafikiria nini katika ubolongata yako hapo? Fikiri kidogo bana. Avua Shut up you. I'm taking a break. You are not going to see me here for a long time, but I will be around. Wewe kama shule uendi na hela shuleni ndio uendi, si ndio? I'm recording. Sisi niwafanye nini ndugu zangu nyinyi yani?
Endelee. Sio mbona unacheka? Action. Huyo ni ndugu zangu siwaelewi ujue. Dada yako mwenye kahakikisha kwamba ile sio simu, ile ni toy. Amrekodi. Dada yako mwenye kahakikisha kwamba ile sio simu, ile ni toy. Ndio nimemuzia simu huyo. Dakika za mwisho dada yako ndo akaniekea mimi zamana pale nikatoka. Ila vinginevyo yaani sasa hivi ungesikia mimi nipo kituo. Yes, I knew it. It's gonna hurt. Oya, tukiwa kama Bibo. Amrekodi. Asubuhi tu haina. Yes, I knew it. It's gonna hurt. It's gonna hurt. Hiyo simu kamuuzia huyo mpangaji. Na huyo mpangaji Amrekodi. Haya, ingia kwenye mudi, kupie kibao. Kupie kibao, mudi. Yes, I knew it. Ndio, amsha vile bwele, jitahidi. It's gonna be difficult. nisikilize nikwambie.